Karibu ndani ya makala ya Mwanaspoti, karibu sana. Tuweze kuzama ndani tuone yapi yaliyogonga vichwa vya habari, yapi ambayo yamekerengeta meza ya uhamisho. Karibu sana, kiti kitako, tuone yapi yaliyojiri. Kocha wa timu ya Manchester City Pep Guardiola huenda akaondoka mwisho wa msimu huu. Kuna uwezekano kwamba Guardiola huenda ataondoka timu ya Manchester City, but italingana kama Man City itaweza kujisukuma ikaweza kubeba taji ila EPL ama ikaweza kuingia hatua nyingine ya Champions League, huenda pia atasalia. So sio 100% sure kwamba ataondoka, but Guardiola kuna uwezekano, kuna usemu, kuna mengi ambayo yamezungumzwa ambayo yamesema kwamba huenda Pep Guardiola akaweza kuondoka timu ya Manchester City. Alafu tukiangalia wale kocha ambao waweza kurithi Pep Guardiola katika timu ya Man City ni kiwemo aliyekuwa kocha wa Chelsea Enzo Maresca. Maresca ni moja kati ya makocha ambao wanamezea mate timu ya Manchester City. Kumbuka Maresca alikuwa timu ya Chelsea akaweza kujitoa mwenyewe akasema hatasalia kuendelea kuongoza timu ya Chelsea. Kwa hivi sasa Enzo Maresca huenda akajiunga na timu ya Manchester City iwapo Pep Guardiola ataweza kuondoka. Tukisonga mbele ni kwamba timu Michael Carrick ambaye ni kocha wa ushirikizi wa timu ya United huenda atasalia iwapo United itaweza kufika hatua ya Champions League baada ya mwisho wa msimu huu. Kumbuka timu ya United, uongozi wa United ulimwambia kwamba iwapo ataweza kuongoza timu ya United na kuweza kuhakikisha kwamba ataweza kuingia katika ligi ya Champions League, huenda wakampa kazi kama permanent head coach wa United. Kwa hivi sasa Michael Carrick ni mshikilizi wa timu ya United hadi mwisho wa msimu huu. Tumeweza kuangalia mechi ya United hivi sasa, mechi 4 ambayo ilipita, United imeweza kupiga timu zote kubwa ikiwemo timu ya Man City, timu ya Arsenal, timu ya Fulham pia United iliweza kuicharaza. Kwa hivyo sasa inaonyesha kwamba huenda Carrick akapata kazi katika timu ya United kama head coach kama ataendelea na kuleta results kama hizi ambazo tumeweza kuziona. Timu ya jana United iliweza kutoka sare ya 1-1 dhidi ya West Ham, ikaweza kusimamisha ule ukali. Cunha, Bruno Fernandes ni wachezaji ambao wameweza kujihisi ndani ya mchezo sana, ambao wameweza kufurahia sana. Mtu anacheza mpira na moyo wake ameweza kujihisi ndani ya mchezo, ukiwalinganisha na kitambo wakati walikuwa chini ya uongozi wa Ruben Amorim. Hivi sasa United ni timu nyingine tena, timu ambayo tuliweza kuishuhudia wakati wa enzi za Alex Ferguson. Hivi sasa United imeweza kurudi kweli. Ukiangalia mechi zake ambayo imecheza, United imeweza kuonyesha, imeweza kudhihirisha kwamba huenda ikaingia hatua nyingine ya Champions League baada ya mwisho wa msimu. So Michael Carrick huenda akapata kazi katika timu ya United. Tukisonga mbele ni kwamba winga wa timu ya Liverpool Mo Salah huenda akaondoka baada ya mwisho wa msimu huu, ukiwemo timu mingi kutoka Saudia, ikiwemo timu ya Al-Ittihad, Al Nassr pia zinamezea mate. Kumbuka timu ya Al-Ittihad itaweza kupoteza viungo kama N'Golo Kante na Karim Benzema, huenda wakaondoka timu ya Al-Ittihad. So kuna uwezekano mkubwa sana timu Mo Salah akaweza kujiunga na timu ya Al-Ittihad baada ya mwisho wa msimu huu, lakini si dhihirisho, si kitu ambacho kimesemekana kweli, lakini kuna uwezekano kwamba, kumbuka timu za Saudia ziliweza kummezea mate katika dirisha ya uhamisho. Tuweza kuongoja tena tuone, ikiwemo mwisho wa msimu bado watamhitaji, huenda watakamnyakua kutoka timu ya Liverpool. Kumbuka Mo Salah makali yake yameweza kupungua sana. Ukiangalia mechi ambazo wamecheza msimu huu, Mo Salah hajaonekana vile. Kulikuwa na tetesi kwamba huenda Mo Salah na head coach wa Liverpool hawakuweza kuelewana kwa uzuri sana, si watu ambao wana urafiki wa karibu sana ukimlinganisha na Jurgen Klopp ambaye aliweza kuondoka. So kwa hivyo kuna uwezekano kwamba Mo Salah huenda akaondoka na kujiunga na timu ya Al Ittihad baada ya mwisho wa msimu. Tukomee hapo kwa sasa, mengi nitaleta hapa nikiasikia tu hivi pindi yanapojipuka, mimi nitakubabari. Kwaheri kwa sasa.